Bwana, tuangazie kwa upande wa tuzo. Jana tumeona Musa Pinpin Kamara amefikisha jumla ya clean sheet 19 katika michezo 27 aliyocheza. Mechi 29 kati ya mechi 27 kati ya 29 yeye amehusika na ameondoka na clean sheet yake ya 19. Tuambie, yeye ametoa tuzo ya golikipa bora. Performance ya Kamara msimu huu tangu amekuja mara yake ya kwanza anakusanya clean sheet 19 kwenye mechi 27. Tuambie, umeionaje performance yake msimu huu? Kwanza lazima ajipongeze kwa yeye mwenyewe. Yes, mguu ambao aloingia nao ni mguu mzuri, kwa sababu tunaona ligi ya Tanzania ni ngumu kwa namna moja ama nyingine kwenye hasa kwenye walinda milango. Yes. Kwa maana kwanza, na pia ukiangalia kwenye kikosi ambacho alienda au kwenye kikosi ambacho yupo, kwa maana ni kikosi cha Simba Sports Club ambacho kina magolikipa wengi. Kwa msimu huu alikuwa na magolikipa sio chini ya magolikipa 5. Kwa maana ukiangalia Abel, Ali Salim, Aishi Manula, Ayubu Rakled pamoja na yeye na kijana kutokea kikosi B. Kwa hiyo unaona ni wachezaji wa magolikipa kama 6. Lakini yeye ndo ameongoza kucheza mechi nyingi, lakini pia ameongoza kuwa kwenye michezo ile ambayo migumu amefanya save nyingi za kutosha. Lakini kama itosha ameonyesha uwezo mkubwa. Hii ni baraka kwake kwenye msimu huu. Kwa maana unapoingia kwenye ligi ambayo ni ligi kwako mpya, lakini pia timu mpya, lakini ni timu ambayo yenye pressure kubwa kwa sababu mashabiki wa timu ya Simba kwa maana muda wote wanahitaji matokeo. Yes. Ukiangalia hii, naomba nikukumbushe mechi ambayo walicheza na Coastal Union, mechi ya kwanza wanapata sare pale uwanja wa KMC pale. Uwanja wa KMC. Unaona kuna makosa ambayo yeye aliyafanya. Watu wakaanza kumsema kwa maana kuzungumza kwamba unafanya makosa, kwa nini unaenda? Na ndio maana kitu hicho saizi amekipunguza. Na ubora huu ambao waliokuwa nao jana, ingekuwa bila ubora wake kuuonyesha vizuri, Wenda Simba ungefunga baba mawili jana. Kagera Sugar ingekuwa anapata matokeo jana. Lakini ubora ambao ameuonyesha jana, uwezo wake ambao aliokuwa nao, na ndio kitu ambacho kimesaidia Simba jana kutoka na clean sheet. Kwa hiyo hata yeye pia mentality na sio clean sheet tu, yani kupata alama 3. Pata alama 3. Lakini pia kama itoshi, yeye pia akili yake alisema bwana, mimi siwezi kuchafua gazeti, kwa maana anataka apambane aongeze clean sheet, aweke records kwa misimu hii ya karibu. Unaona hakuna golikipa ambaye amepata nafasi ya kuwa na clean sheet zaidi ya 16 17. Ni wengi ambao wanaishia 16 18. Kwa hiyo unaona yeye ameongeza 19, ni rekodi kubwa sana. Kwa hiyo hata pia kuelekea mechi ya dabi kama akiwa vizuri na siku ikawa ya kwake, inawezekana pia anaweza akapata nafasi ya kushinda akawa na clean sheet 20. Kwa hiyo ndio kitu ambacho lazima tumpongeze kwamba alichokifanya kwenye msimu ni kitu kikubwa sana. Amepambana sana, lakini pia ukiona pia amesimama kwenye tuzo za ukanda ule wa nchi zile. Sasa kabla hatujafika huko, naona umeruka kuna hichi kwenye hizi clean sheet. Kwenye mchezo wa jana amefanya save 2 ambazo zimeipa ushindi Simba. Kwa maana zile saves zake alizozifanya zimehakikishia alama 3 muhimu Simba. Lakini pia kwenye mchezo dhidi ya Ken Gold kuna kosa alilifanya Shemalon. Yeye akaupangua ule mpira, akaudaka mpira. Na alivyoudaka alionekana kushangilia sana kwenye mchezo dhidi ya Ken Gold. Sio kwamba angefungwa pale labda Simba angepoteza mchezo, lakini yeye binafsi ni kama inamuongezea kitu hivi. Kwa upande wako, kuna kitu gani cha kujifunza kwa makipa wetu kwa kuwatazama makipa kama kina Musa Pinpin Kamara kwa performance ambazo wamekuwa kizionyesha? Kuna kitu gani ambacho wa Tanzania wengi tunapaswa tujifunze? Kwanza magolikipa wetu lazima wawe na, tuseme kwamba wajitambue, kwa maana kile ambacho wanachokifanya waone kwamba ni thamani. Kwa maana kuja kucheza ligi ya Tanzania kwa Musa Pinpin Kamara sio kwamba labda ni ndoto. Ni miongoni mwa vitu ambavyo yeye alikuwa anafikiria kwamba inawezekana nikaenda siku nikacheza kwenye timu kubwa, miongoni mwa timu kubwa Afrika. Kwa hiyo hata hichi pia kina Yakubu Suleiman pia lazima wawe nacho. Lakini pia akina Ali Salim pia lazima wawe nacho. Lakini akina Charamanda pia lazima hii nafasi wawe nayo pia. Hata akina Abutwari Bumsheri pia wawe nacho, kwamba bwana tunatamani leo na kesho tuwe na sisi pia tupate nafasi ya kucheza kwenye nchi ambazo zina ligi ngumu. Kwa maana hichi alichokuja kukifanya Musa Pinpin Kamara, amekuja kutengeneza utofauti wa yeye na Djigui Diarra. Kwa maana tulikuwa na uwezo wa kuwa hawa magolikipa ambao wanapata nafasi ya kuwa wao ndo viongozi. Umeona Aishi Manula kwenye misimu 3 mfululizo amepata nafasi ya kuwa golikipa bora. Lakini akaja Djigui Diarra naye amepata nafasi ya kuwa golikipa bora kwenye msimu miwili. Kwa maana msimu wa 3 anakuwa golikipa bora Lei Matampi.
champi. Kwa hiyo sasa unaona sasa hichi ambacho alichokuja nacho Musa Pimpin Kamara ni kuja kubadilisha ile mentality. Kwa hiyo lazima kwenye hichi magolikipa wa ndani, magolikipa wetu ambao tunawategemea kwenye mechi za kimataifa au timu ile ya taifa, lazima wabadilike, wacheze kwa uwezo mkubwa, waonyeshe uwezo mkubwa. Kuanzia wanapopata nafasi wajitume. Yaani so unafika Simba ndo tayari wewe unakuwa ndo yani una relax. Yani tofauti kama vile tunavyomuona kijana Yakubu Suleiman kwa sababu kwa sasa hivi ndo tunasema kwamba ni icon ya magolikipa kwa Afrika Tanzania kwa maana kwa uwezo aliokuwa nao na anavyoaminiwa kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo sasa hata kama ule uwezo anaoonyesha akiwa JKT Tanzania, akienda Simba, akienda Yanga, aende akaonyeshe zaidi ili apate nafasi. Na inawezekana kwa sababu si tunaona kwenye timu hizo kuna wachezaji professional player kwa maana waliotoka nje wanakuja kucheza, lakini wanawekwa benchi na wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani au ni wachezaji wetu wa Tanzania. Sawa. Charles anaitwa Charles Nicholas Chikuni, yeye anasema Musa Kamara nchini kwao pia ameshinda tuzo 2. Yes, ni kweli. Lakini Geoffrey Mulegi Msimu amesema Yanga amefunga goli la mchongo. Bila shaka alikuwa akiutazama mchezo pia kama ambavyo tumezungumza sisi hapa. Zile tuzo 2 ambazo Musa Pimpin Kamara ameshinda kule nchini kwao. Goalkeeper bora wa Guinea, lakini pia goalkeeper bora wa Afrika Magharibi, ukanda wa Afrika Magharibi. Zile tuzo, lakini pia tunaona tuzo ya goalkeeper bora kwa upande wa ligi kuu ya NBC pia ameichukua yeye. Kwa maana hakuna golikipa ambaye anaweza kafikisha clean sheet 19 yes. Pengine tunasema kama jana angepoteza alafu labda jana angecheza Djigui Diarra akapata clean sheet. Pengine kwenye mchezo wa derby tuseme labda Djigui Diarra pia apate clean sheet. Alafu Musa Pimpin Kamara akose clean sheet, ingekuwa labda hapo ndo kuna changamoto. Sawa. Ana tuzo 2 kutokea kule ukanda wao kwa maana tuzo ya goalkeeper bora wa ukanda wa Afrika Magharibi, lakini pia tuzo ya goalkeeper bora kwa upande wa Guinea yenyewe. Sawa, tuzo kama hizi akizipata unaona sasa zinamuongezea kitu gani kwenye soka lake, lakini pia kwa upande wa Simba na kwa upande wa ligi yetu pia kuna faida gani kuwa na wachezaji wa aina hii? Kwanza ni rekodi kubwa kwa maana tangu ameanza kukua kwenye karia ya mpira wa miguu hajawahi kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo ndo kile ambacho mimi nimesema kwamba lazima ajipongeze na sisi pia tumpongeze kwa kile ambacho alichokifanya. Msimu huu kwake umekuwa ni msimu wa bahati. Na hili pia linathibitishwa, ingekuwa Simba Sports Club mimi naamini ingekuwa wanapata nafasi ya kuchukua kombe hili la shirikisho, pia angekuwa ni miongoni mwa magolikipa ambao wanawania kuwa ni golikipa bora Afrika. Lakini pia ukiangalia kwenye ukanda wa Afrika Magharibi unaona kuna nchi kama Mali, lakini pia alikuwa anakinzana na magolikipa kama Djigui Diarra, kina Mendy. Unaona ni magolikipa ambao wenye uwezo mkubwa sana. Alikaa meza moja na watu wakubwa. Watu wakubwa. Kwa hiyo lazima tukubaliane msimu huu kwake imekuwa ni rekodi. Na hii kwenye rekodi kama hizi huaga hazijirudii. Kwa maana uwezi tena performance aliyokuwa nayo inawezekana akawa na performance hii lakini msimu ujao asiwe kwenye hivi vinyang'anyiro na endo akawa kiongozi anapata nafasi ya kuchukua hizo tuzo. Tunachoamini kwenye mpira ndio iko hivyo. Maana huyu Djigui Diarra ambaye leo tunasema kwamba anaburuzwa na Musa Pimpin Kamara, tumrudishe misimu 2 iliyopita alikuwa kila nafasi yeye yumo. Yes, kwa hiyo lazima tukubaliane uwezo wa mpira wa miguu. Uzuri ni kwamba unachezwa kwa wazi, kwa maana kwamba ikitokea umepata nafasi, tumia nafasi yako pale kwa wakati ule uliokuepo. Lakini baadaye ile nafasi inaweza kubadilika ikawa na mwingine. Hawa tunaowataja saa hizi kwamba akina Aishi Manura, akina Yakubu Suleiman wakishapata ubora huu wakarudi kwenye msimu unaokuja wakaonyesha uwezo wao, tunaweza tukasema kwamba Musa Pimpin Kamara tunaweza tukamsahau. Musa Pimpin Kamara tunaweza tukamsahau kama ubora wa magolikipa, tukapata golikipa mwingine igizo jipya kutokea nje. Sawa. Influx ya magolikipa wengi wa kigeni kwa maana Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars wote wana magolikipa wa kigeni na wote ndio magolikipa namba 1 kwenye vikosi vyao. Pengine hii kwa upande wetu inaweza kuwa na athari yote kwa magolikipa wa ndani? Yes, inawezekana pia ikawa na athari kubwa sana kwa sababu tunategemea hawa wachezaji au magolikipa ndo wawe ni tegemezi kwenye timu yetu ya taifa, lakini pale ambapo hawapati nafasi inakuwa ni ngumu sana kwao. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwenye hili kwamba hawa magolikipa ndo tunawatumaini. Kwa hiyo kama tunawatumaini kwamba sasa kwa nini hawapati nafasi? Ni kwamba hawapewi nafasi na walimu au tunasema kwamba wanazidiwa uwezo na wazazi? Wanazidiwa uwezo na wale ambao wanaokuja. Kwa issue ni uwezo.
na wanachopaswa sasa kufanya ni kuongeza juhudi kwenye uwanja wa mazoezi ili kumshawishi mwalimu, ili waweze kumshawishi mwalimu, na pale wanapopata nafasi ya kuanza wao ni magolikipa ambao akili yao kubwa ina concentrate kwenye mechi husika. Yani kwamba wakipewa nafasi ya kuanza pia wasifanye makosa. Yaani unajua hao wachezaji ambao au magolikipa wanaotokea kwenye timu ndogo wakija timu kama Simba na Yanga tayari wanajua kabisa hapa tumeiloli, kwa maana kwamba hakuna nafasi nyingine, ni mimi kurelax, yani kuwa ni golikipa ambaye au ni kuwa mchezaji ambaye sina nafasi ya kujituma sana, kwa sababu pale nilipokuwa napataka nimeshafika. Kwamba niko Simba niko Yanga ni ukiangalia kama Hussein Abel ni golikipa ambaye alikuwa vizuri sana. Lakini sasa amekuja Simba tayari yeye ameona kwamba hapa ndo lango kuu, hapa sina nafasi nyingine tena, mimi hapa ni kukaa na kutulia. Huenda yani kujituma kule hajitumi sana, na kitu ambacho tunaweza tukaona kwake yeye ndo kinamkabili. Kwa hiyo ukiangalia alikotoka alikuwa na performance bora sana. Huyu Yakubu Suleiman ambaye tunamsemea leo hii anaonyesha uwezo mkubwa, lakini inawezekana akaja Simba au akaja Yanga, tunaweza tukakubaliana kwa performance inawezekana asiwe nayo.